Bwana mtazamaji wa Scope Media, tuko na Sam Simba, shabiki wa Simba Sport Club. Huyu ni mmoja wa wale watu wachache ambao walikuwa wanaamini kwamba Yanga wapo kwenye haki na wanapambania haki yao na mwisho wa siku wameipata. Kwema lakini? Kwema kiongozi, niambie. Fresh kabisa. Namshukuru Mungu. Bana, jana imetokea mapinduzi kwenye mpira wa miguu. Haki imepatikana, wenye kufurahi wamefurahi, lakini kuna baadhi ya mashabiki wa upande wenu wamechukizwa. Kwanza kwa kile kilichotokea jana, ni sahihi? Ni sahihi kwa mtu ambaye anafahamu mpira, lakini kwa mtu ambaye wewe unafia timu bila kufahamu mpira unaendeshwa vipi, utaratibu upoje, unaweza ukawa unajipa stress ambazo hazina maana yoyote. Unajua ukiheshimu mamlaka zozote na taratibu ambazo zipo, unakuwa unaishi maisha mazuri sana. Kwa hiyo Yanga walijiamini kwa kile ambacho walikuwa nakipigania. Kwa sababu ukiangalia, ukiwauliza Yanga nini ambacho mnakihitaji kwenye hili swala la hili sakata la bodi ya ligi na Yanga, wao walikuwa wanataka tu bodi ya ligi waiambie Yanga kwamba kwa nini mechi ya tarehe 8 mliahirisha, waje na evidence na ni kwa nini ile mechi waliahirisha. Ndivyo kwao walikuwa wanashindwa kuja na majibu. Kwa hiyo mashabiki wenzangu wa Simba Sports Club ambao labda wanakuwa wanashabikia vitu kwa mhemko, wanakuja kufeli sehemu moja tu, kwamba wanapenda timu bila kuupenda mpira, kwa sababu mpira unakuja pia unaendeshwa na kikanuni. Kwa hiyo Yanga wanasimamia kanuni, si ndivyo? Lakini Simba Sports Club wao walihisi kile ambacho walikifanya tarehe 8, kuandika barua kwenda kwenye bodi ya ligi kwamba hii mechi sisi hatutacheza kwa sababu tumezuiliwa kwenda kufanya mazoezi. Sawa, kihaki. Lakini je, twende kwenye kanuni? Tukienda kwenye kanuni na maana kwamba Yanga kama bodi ya ligi watafanya uchunguzi wa kina kubaini kwamba kuna watu walikwenda kuharasi Simba, inatakiwa Yanga waadhibiwe kikanuni, lakini mechi isiahirishwe. Kwa hiyo Yanga walikuwa kwa sahihi na walikuwa wanataka matokeo yao yatekelezwe, na kweli yametekelezwa, na ndio maana halisi sasa tunasema kwamba Yanga wameshinda katika hili. Kiza baadhi ya mashabiki wa Simba wanasema kwamba wao walikuwa tayari kwenda kucheza mechi tarehe hiyo ambayo imepangwa tarehe 25. Lakini jambo ambalo limeumiza ni mwenyekiti wa bodi ya ligi pamoja na mtendaji wake mkuu kujiuzuru au kuondoka kwenye vile viti vyao. Ni haki, kwa sababu kujiuzuru kwa kiongozi ni busara, kwa sababu kuna vitu ameviona hajavitendea haki. Yeye kama ndo kiongozi wa mamlaka na taasisi ambayo yeye ukimwangalia CEO wa bodi ya ligi, ndivyo Almasi Kasongo, yeye ndo ana mamlaka kuratibu kila kitu kilichokuwa ndani ya bodi ya ligi. Yeye ndo ana dhamana, si ndivyo? Kwa hiyo kama kukiharibika pale vitu vyote vikaenda ndivyo sivyo, yeye ndo anachukua dhamana ya mamlaka kwenda mlama. Kwa hiyo yeye anakwenda kuadhibiwa na kiongozi wake mkuu, kwa sababu bodi ya ligi ni mwamvuli wa TFF. Ni chombo ambacho kiko chini ya TFF. Kwa hiyo kiongozi mkuu ni Karia ambaye ndio rais wa TFF. Kwa hiyo yeye kwa kuona yale madudu anayoyafanya Almasi Kasongo amekwenda kumwadhibu na kumweka pembeni. Ndivyo? Kwa yote mimi naamini kabisa na yeye kwa sababu ni kiongozi weledi amefanya maamuzi ambayo sio kwa watu wadau wa mpira ambao sisi tunafahamu. Yeye kujiuzuru au kukaa pembeni kwa muda inaleta picha nzuri kwamba ni kiongozi ambaye anautakia mpira wetu usonge mbele zaidi na zaidi. Ukija kwa mzee Mguto, kwanza yeye ilikuwa ndajika atoke mapema. Mguto alikuwa yuko nje kikanuni. Ilikuwa kanuni nasema hivi, ili uwe mwenyekiti wa bodi inahitajika uwe uko ndani ya klabu. Mzee Mguto sasa hivi toka mwezi wa pili alikuwa amekaa pale kama bendera tu, maskini ya Mungu. Umri wake umekwenda, muda wake umeisha. Mimi nafikiri ulikuwa ni muda sahihi mzee Mguto kuwapisha watu damchanga tuweze kuendelea na huu mchakato. Viongozi wa Yanga wana haki ya kupongezwa kwenye hili sakata. Mimi kama Sam Simba, kongole nyingi sana na wapongeza viongozi wa Dar es Salaam Africans, management nzima, kwa sababu wanapigania mpira wa Kitanzania, kwamba haki ya mtu huwa haipotei kwenye sheria na kanuni. Si ndivyo? Wewe unashindana na taasisi, lakini unajua nini ambacho unapigania. Yanga alikuwa anapigania haki yao ya kimsingi, na kila mtu ambaye anafahamu mpira huu alikuwa anajua bodi ya ligi walikuwa kinyume na utaratibu, kwamba kanuni kama tunizitengeneza sisi, kwa nini hatuzitumii? Ina maana nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaendeshwa na katiba, si ndivyo? Kama hatuendani na katiba, basi tutakuwa nje ya utaratibu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaendeshwa kwa katiba na sheria. Kwa hiyo hatuwezi kwenda nje ya utaratibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Si ndivyo? Kwa hiyo ndio hivyo kama taasisi ambayo ipo TFF ikaunda chombo chake ambacho kipo ndani ya TFF ambayo ni bodi ya ligi. Ina maana inaongoza mpira wetu. Sasa
kabla ya msimu kuanza, vilabu vyote shiriki wanakaa meza moja. Jamani, msimu umeanza. Kama msimu umeanza, kuna kanuni tunataka tuziboreshe. Timu ikiruka ukuta, adhabu yake ni milioni 10. Timu ikienda tofauti au labda mchezaji ikimpiga muamuzi, faini yake ni hii. Ya ufungaji bora, wewe uone kwamba amekwenda kuifanyia maboresho. Tibazonkiza pamoja na Fiston Kalala Mayele walifungana, kulikuwa hakuna jinsi yoyote, si ndivyo? Lakini safari hii wamefanya maboresho kabla season haijaanza, kwamba endapo magoli ya wafungaji wakifungana kama magoli 19 tunaenda kuyafanyia tathmini ya magoli. Aidha kama kuna mtu amefunga kwa penalti, thamani ya lile goli kidogo linapungua, tofauti na yule mtu ambaye amefunga kwenye open play, si ndivyo? Kwa hiyo hizi ni kanuni ambazo tayari zipo kisheria na taratibu, kwa haziwezi kuvunjwa. Basi ndo sheria na kanuni ambazo kwamba bodi ya ligi walikuwa wanawafanyia Yanga vitu ambavyo sivyo. Kanuni tumezitengeneza, basi tusifuate. Wao walikuwa wako tofauti na Dar es Salaam Africans, na Dar es Salaam Africans walikuwa wako sahihi katika hili. Mimi nawapongeza sana uongozi wa Yanga, ni weredi na pia wameiletea thamani ligi yetu, kwamba tushikamane sehemu ambayo unaiona umefanyiwa kitu cha tofauti, simama kidedea kudai haki yako. Baadhi ya wachambuzi walienda mbali zaidi kusema kwamba Yanga haiwezi kushindana na mamlaka. Hakuna klabu ambayo imewahi kufanikiwa ikishindana na mamlaka, wakimaanisha bodi ya ligi na TFF. Wachambuzi wao tunaweka kwenye kundi gani? Unakumbuka kuna mchambuzi mmoja mimi Rafaeli. Hans Rafaeli, ni mchambuzi bora kwa sababu yupo kwenye kituo ambacho kina vinasaba vya upande wa pili, si ndivyo? Lakini yeye anasimamia haki na anaongea, kwa sababu hamtukani mtu. Yeye akitaka kuongea anaongea kikanuni, ndivyo? Geoffrey anamwambia mimi ni senior kwenye mpira, anamwambia sawa, wewe ni senior, inawezekana, lakini mimi naongelea kanuni za mpira zinasemaje. Kwa hiyo ukimwangalia Hans Raphael anasimamia kanuni za bodi ya ligi zinasemaje, si ndivyo? Kwa hiyo mtu mwingine anajisema wewe mimi unanijua, mimi nimeanza kujua mpira. Sawa, unaujua mpira, je, kanuni zinasemaje? Kuzaliwa wewe ndo kuzaliwa wa kwanza ndo ujue kwamba mpira bila kufuata kanuni, hicho kitu hakipo. Kila kitu kina procedure zake. Kwa hiyo kuna watu wengine nikikaa mbele ya Scope Media hapa wananiambia wewe chawa, wewe unaongea kama mamluki, lakini je, mpira unasemaje? Si ndivyo? Lakini yote kwa yote mimi nashukuru Dar es Salaam Africans ni kioo cha mpira wetu, ni timu ya kwanza kuanzishwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hizi timu nyingine kweli sisi tumetoka ubavuni wa Yanga, lazima tukiri, si ndivyo? Yanga ni timu kwa hapa Tanzania. Yanga ni timu ambayo ni ya kwanza kuanzishwa, pia ni timu ya kwanza kwa ubora, kwa sababu nikiongea hiki kuna watu wengi wanaweza wakaja kuniataki tofauti. Yanga ni bora kwenye vitu viwili. Ili uwe bora lazima uwe bingwa kwa mara nyingi. Yanga ni bora katika engo hiyo, ni bingwa mara nyingi katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Yanga ni bora kwenye engo ya pili, amemfunga Simba ambao ndio giant wake mara nyingi. Kwa hiyo ubora wa Yanga tunauchukua katika engo hiyo. Kwa hiyo mimi nasema kwamba Yanga kwenye engo hiyo ni wazuri kwa ndani, lakini Yanga anapata changamoto kwenye mashindano ya kimataifa, si ndivyo? Ndio Helmet anatakiwa sasa hivi ajaribu kukaa kwenye hiyo engo kutengeneza status yake kwenye mashindano ya kimataifa. Lakini kwa ndani Yanga ameshamaliza kila kitu. Kwa sababu ukimwangalia sasa kama sasa hivi tunahama engo kidogo. Yanga sasa hivi ana kombe la Muungano, Yanga ana Toyota, Yanga ana kombe la jamii, si ndivyo? Tayari ngao jamii, Yanga na vikombe vitatu, si ndivyo? Kwa hiyo ana uhakika tayari ameshaingia finali ya CRDB. Hapo tunasema kuna 50-50 kwa sababu uwezi kumwandalia mtu ambaye amefika finali ukasema eti Singida anaenda kufungwa na Yanga. Hapana. Ile ni mechi na wote maamuzi yatakwenda kupatikana kwenye pitch. Tayari Yanga ana asilimia kubwa ya kwenda kuchukua kile kikombe. Ina maana endapo kwenye makaratasi tunaona Yanga na asilimia kubwa, kwenye makaratasi Yanga na asilimia kubwa kwenda kuchukua ile kikombe. Ina maana atachukua kikombe cha 4. Atakwenda kesho kutwa kwenda kufanya maamuzi tarehe 25 kucheza na Simba Sports. Kwenye maamuzi inawezekana kwenye pitch chochote kinaweza kutokea, lakini mpaka sasa hivi Yanga ameshafanikiwa kwa asilimia kubwa kwa vikombe vingi ambavyo tayari anakwenda kuvishindania na kwenda kuvichukua. Akiingia finali Yanga huwa ana asilimia kubwa kwenda kuchukua. Tumeshaona Toyota, Muungano, tunasema kwamba CRDB bado haijachezwa. Tunaweka ni 50-50 katika mpira, chochote kinaweza kutokea. Wengi walikuwa naamini kwamba Yanga kama anakimbia hivi mechi ya Simba labda alikuwa hajajiandaa vizuri. Na ndio maana nikakwambia kuna watu
mashabiki wafia timu na mashabiki maandazi, kwa sababu wao wanasema tutaona. Nimemnukuu kaka yangu mmoja Kisugu anasema tutaona kati ya Yanga na mamlaka nani atakuwa juu. Sasa mamlaka inaendeshwa kitaratibu. Kuna sheria zinazofanya taasisi iendeshe mamlaka yake. Kwa hiyo Yanga walikuwa wamesimamia kanuni zinafuatwa na hii taasisi. Kwa hiyo wao walikuwa wamezifikisha, wamezikanyaga. Walikuwa hawajazikalia kanuni kuzitafsiri kwa sheria ambazo wao wanapaswa kuzifanyia kazi kupitia watu ambao wao wana control. Lakini Yanga kaona hata kwa nini tunaonewa katika engo hii? Tudai haki yetu, na ndio maana wengine wanasema kwa nini huna imani na bodi ya ligi wakati unacheza hizi mechi? Yanga walikuwa sahihi. Huwezi kudai haki yako ukawa wewe hutaki kufanya kazi. Fanya kazi huku na dai haki yako. Kwa hiyo Yanga walikuwa wanacheza hizo mechi, lakini mechi ambao walikuwa wanavurugu nao ni mechi namba 184. Kwa hiyo ndio walikuwa wanaletea mgogoro yote kwa yote. Yanga wameshinda katika yengo. Sasa hivi wameridhika kucheza mechi tarehe 25. Kikubwa kila mtu aandae timu yake. Unadhani kwa hicho ambacho kimetokea siku ya jana kinaweza katupa picha gani za siku zijazo kwenye mpira wetu? Mimi naona kabisa kwamba chombo ambacho kina dhamana ya mpira kisimamie kanuni na sheria za mpira, bila kusema kwamba eti mimi katika vilabu vya mpira Tanzania Yanga ni klabu ambayo imependelewa sana. Inaonekana kabisa wewe haupo sahihi. Kwa hiyo vilabu vingine na maana wao wanakuchukuliaje kauli, si ndivyo? Kwa hiyo mimi naona kabisa wawe serious kukaa kwenye kanuni na sheria ili tuokoe mpira wetu tufike mbali. Sasa hivi Tanzania tumeshajiwekeza vizuri sana kwenye mpira. Ligi yetu ni nzuri, na mtu anaweza kashangaa akasema kwamba ni kwa nini ligi yetu ina makando kando lakini tuko namba 4 au namba 5 kwa ubora wa ligi yetu. Angalia jinsi ambavyo vilabu vyetu Simba na Yanga vinafanya vizuri kwenye tournament za kafu. Tunafanya vizuri, kwa nini tusisogee? Kwa yote tuyasahau, tuangalie kitu gani watu wa focus kwa maandalizi ya mechi ya tarehe 25, twende tukaenjoy ball Benjamin Mkapa. Sawa. Hivi taarifa zile ambazo mlikuwa mnazitoa watu wengi wamekuwa, nimeona hata baba mzazi wa msemaji wa Young Africans anaonyesha Mzee Kamwe anamlalamikia msemaji wao kusema kwamba kwa nini alikuwa anawaita watu wa mkoani kuja kutazama mechi wakati alikuwa anafahamu pia kwamba wenyeji wameshasema mechi hiyo haipo. Unadhani Ahmed alikuwa anakosea? Ahmed mimi naweza ngasema muda wote ni mtu wa kukosea, kwa sababu ni ndugu yangu na rafiki yangu, ni kiongozi wangu, kwa sababu angalia jinsi anavyolazimisha watu. Nikurudisha nyuma tu, tofauti na swali lako. Angalia jinsi anavyolazimisha watu kwenda kukata tiketi Benjamin Mkapa kwenye finali ya kombe la shirikisho. Twendeni mkakate tiketi. Acheni na hao watu wanamitoa kwenye reli. Kateni tiketi. Yeye kipindi yuko wapi? Yuko Morocco. Sasa angalia kitu ambacho anakifanya, anarudia tena masuala kama haya. Kwa hiyo mimi naamini hata hao viongozi ambao wanakaa na Ahmed Ally kumpa malisho ya kwenda kuongea, kwa sababu Ahmed Ally yeye anapewa taarifa kwenda kuzitoa, si ndivyo? Kwa hiyo yeye anapewa taarifa tayari, huku wao wanakuwa kama vile sio uweredi. Kwa nini tunapeleka mpira wetu? Klabu kubwa kama Simba Sports Club, taasisi kubwa kama Simba inafanya vitu ambavyo sivyo, na wanafahamu kabisa kwamba sisi tupo chini ya mamlaka ya mpira wa miguu TFF, ambao wao ndo tunasikiliza jinsi gani wanatuelekeza. Na ukiona kama labda hautendewi haki, kuna room pia wewe ya kudai haki yako. Lakini unapokwenda kuambia watu kateni tiketi, hii mechi ipo, ina maana nani mwenye mamlaka ya kuweka ya kupromo mechi? Ni Yanga. Kwa nini Yanga alikuwa amekaa kimya? Wewe unashobokea. Kwa kuna vitu ambavyo sivyo unatupoteza. Kuna wakati mwingine hata kama akili yako haifanyi kazi, macho yako yawe yanaona. Ili linawezekana? Haliwezekani. Kwa nini wewe unaingia kwenye kupromo mechi ambayo haikuhusu? Si ndivyo? Kwa hiyo yeye alikuwa anajaribu kuwapotosha watu ili waendelee kuwalaumu Yanga au waizidi kuilaumu bodi ya ligi. Lakini wewe unasimamia kuhusu kwamba kateni tiketi. Wewe ni kama nani? Mwenye mamlaka ya kupromo ile mechi ni Dar es Salaam Young Africans. Ndio ana mamlaka kila kitu. Si ndivyo? VIP kiasi fulani kwenda mechi ya utangulizi ambayo leo ilikuwa ni saa 4, kama ingelikuwa game kesho ipo, si ndivyo? Lakini wao wamekaa nyuma, wanajua kitu gani wanachokifanya. Kwa yote tujaribu watu wa mpira, tusipende sana timu, tujaribu kupenda mpira na tujaribu kufuata kanuni za mpira. Je, hiki ambacho wanaongea uongozi wangu wapo sahihi? Mimi mtu hawezi kuniburuza. Shekhe, sibuluzwi, kwa sababu mimi toka msimu unaanza nishakataa Simba hawezi kuwa bingwa. Na ukiniuliza nitakujibu kwa fakti, si ndivyo? Na ndio yanayotokea. Mimi sio mchawi, naelewa procedure za mpira. Mpira una taratibu zake. Ndiyo brother.
Sawa, tumalize na hilo hapa. Young Africans walieleza kuhusiana na masuala ya fedha za ubingwa. Nikaona pia Mtibwa Sugar nao wametoka wanasema kwamba hawajapata fedha za ubingwa ila kombe amekabidhiwa. Watu wengine wakaenda wanawabeza zaidi wa Yanga wanaita Songesha FC. Lakini unadhani ile movement ambayo Yanga walianzisha ya kueleza kwamba zawadi za ubingwa ziwekwe wazi, kwamba watufahamu kwamba msimu huu tukishinda tunachukua kiasi kadhaa kwenye CRDB Federation Cup, ni sahihi? Ni sahihi. Hata leo hii ukiweka wewe sasa hivi Ndondo Cup. Klausi ambao wana mashindano yao ambayo yanaitwa Ndondo Cup. Yana A, B, C ambao wanajua mshindi wa kwanza na kiasi gani, wa pili na kiasi gani, wa tatu na kiasi gani. Hata leo wazishe kuku, kombe la kuku lina utaratibu. Na ndio maana wenye zamana ya CRDB walikuja wakawaataki wenye mamlaka ya mpira. Jamani, mbona hawa wanalalamika? Tumeona shida ni nini? Hela mbona tushaitoa? Shida ni nini? Wamekuja ili kuleta, kwa sababu ile ni taasisi kubwa, si ndivyo? Wakahitaji kujaribu kuwatuliza watu wasilete taharuki kwamba kwa nini taasisi kubwa kama ile benki inaleta vitu kama hivi, kumba analeta habari za porojo, propaganda. Hapana, wao katoka public kulinda brand yao kwamba sisi tayari tushatoa mshindi wa kwanza. Iweje nyinyi ambao mna mamlaka kuwatangazia vilabu msitangaze? Si ndivyo? Kwa hiyo walikosea nao wanaleta sasa scenario ya kubishana. Maana zeni ni taarabu. Mbona nyinyi tunamidai? Sijui kuna wachezaji sijui hawajalipwa. Nani mwenye makosa sasa? Kama Yanga walichezesha mchezaji wa kulipwa ambaye hajalipiwa kibali, ni nani ambaye taasisi hiyo inaweza kummiliki Yanga? Ni nani? TFF. Kwa nini waruhusu wachezaji wacheze bila wewe kusema kwamba tukulipiwa? Ni nani mwenye makosa? TFF. Kwa hiyo ina maana nyinyi mnaendesha kwenye hiyo taasisi bila kujielewa. Kwa hiyo kuna madudu mengi ambayo yanatokea. Unakumbuka Tabora United? Kuna wachezaji 8 walicheza ndani ya ligi. Wachezaji 8 bila kulipiwa kibali chochote. Sasa unakuja kwa sababu mtu kakuatake kwenye engo ya kukudai, na wewe unaleta eti 1 2 3 ili mradi upunguze madai yake tu kwenye hoja za msingi. Hapana, mimi naona kabisa mpira wetu sasa walikuwa wanaupeleka kwenye taarabu. Ilikuwa siko. Wakae, na ndio maana kama ingelikuwa Yanga ni wababaishaji, CRDB wadhamini wa kombe lile la FA wasingekuja public na kuongea kile ambacho wamekiongea. Nafikiri mambo yamekwenda sawa. Dar es Salaam Young Africans ni klabu ambayo mimi naamini ina viongozi weledi, na walichokuwa wanakipigania yale matoko yao, kila mtu ameshuhudia kwamba yametekelezwa, na mimi sasa hivi naamini boli litatembea tarehe 25 mwezi wa 6. Bwana, shukrani sana. Asante sana Bloza.